Leo hii tumepata nafasi ya kuzungumza na wakili Ole Ngurumwa. Huyu ni mratibu wa kitaifa wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu hapa nchini Tanzania, na tutazungumza naye mambo mbalimbali. Moja ni kuhusiana na kanuni za mashirika ya watetezi wa haki za binadamu ambayo huwa yanaomba vibali kwa ajili ya uangalizi wa uchaguzi mkuu ambao unataraji kufanyika Oktoba mwaka huu hapa nchini Tanzania. Lakini pia tutapata nafasi ya kuweza kuzungumza naye kuhusiana na maazimio ambayo yalitoka au yalipitishwa na Bunge la Ulaya Mei 8 mwaka 2025 kuhusu kesi za kisheria zinazoendelea hapa nchini Tanzania, licha kwamba serikali ya Tanzania ilisema kwamba yenyewe haingilii kesi zilizopo mahakamani. Wakili Ole Ngurumwa, habari ya leo? Salama kabisa, tupo wazima, tunaendelea na mkutano wetu wa wanasheria hapa jijini Arusha. Mimi ni mwanasheria, wakili, ni mratibu taifa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu. Mtandao wetu unajumuisha mashirika yanayotetea haki za binadamu takriban 400 bara na visiwani. Watetezi wote unaowaona wanaofanya kazi za utetezi nchi hii kuhusu utetezi wa haki za binadamu mbalimbali, haki za makundi maalum, watoto, wanawake, wengi ni wanachama mtandao wetu. Kwa hiyo tumewaleta pamoja kwa lengo la kuangalia haki zao, maslahi yao, kuwatetea pale wanapopata changamoto mbalimbali. Kwa sababu kazi za utetezi wakati mwingine pia zinakuja na changamoto nyingi. Kwa hiyo sisi tupo kwa ajili ya kuwasemea, kuwatetea na kuwa kiungo kati ya sisi na kati yao na serikali. Tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu 2025. Nafasi yenu kama watetezi wa haki za binadamu ukoje? Sisi kama watetezi wa haki za binadamu au asasi za kiraia tuna mchango mkubwa sana kwenye masuala ya kitaifa. Masuala ya uchaguzi, utakumbuka mwaka jana tulikuwa hapa, tulizindua pia ilani yetu ya asasi za kiraia na tukakabidhi kwa vyama vyote. Nashukuru pia hata CCM juzi tulikuwa nao Dodoma, tuliwakumbusha na wametuahidi kwamba watachukua yale yote ambayo tumefanya. Kwa hiyo kazi kubwa huwa tunayofanya ni kuandaa ilani, na ilani huwa zinabeba mambo ya kijamii. Lakini pia wakati wa uchaguzi, mzunguko wa uchaguzi, huwa tunashauri mambo kadhaa yanayohusu, kwa mfano mambo ya reforms. Kama ulivyosikia, sisi tumejitahidi sana kipindi hichi tulipokuwa tunaona mvutano baina ya Chadema, vyama vya siasa na nini na serikali huku pembeni na vitu kama hivyo kuhusu mambo ya no reform, tumetoa mapendekezo mengi sana. Tumeshawishi serikali kwa takriban mwezi sasa kuwe na maridhiano ya kitaifa kuelekea kwenye uchaguzi. Kwa hiyo sehemu yetu nyingine, jukumu letu lingine ni kushauri. Lakini jukumu lingine tulilonalo ni kutoa elimu ya mpiga kura, kuwa waangalizi wa uchaguzi, ambayo sasa hiyo ndio kazi ambayo ukiangalia sasa kwa tulichokuwa tunajadiliana ni kwamba kanuni za sasa hivi za uchaguzi ambazo zinasimamiwa na sheria ya wabunge, uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, kuna kanuni zilizotengenezwa. Kanuni hizo zinataka kwa taasisi yote ya asasi ya kiraia ambayo inataka kwenda kuwa mtazamaji wa uchaguzi. Kwanza wanatuita ni watazamaji. Kanuni na sheria zimeanza kutukosea, zinatuita watazamaji badala ya waangalizi. Utazamaji maana yake ni nini? Utazamaji maana yake ni wewe unakaa, unaangalia tu, huna cha kufanya. Unakaa unatazama tu. Sasa kwa sisi ambao ni asasi za kiraia za ndani za Watanzania, kuitwa watazamaji tayari tumeanza kufanya kosa. Kwa sababu kwa mfano mimi huyu tunanihitaji mtazamaji kwenye nchi yangu. Yaani kwa mfano taasisi leo hii kwangu ikipata hicho kibali, maana yake haitasema chochote. Interview kama hii sitakaa nifanye tena mpaka uchaguzi uishe. Naona sasa hizo ndio kanuni zinaanza kuwa na changamoto, kwamba zimesema kwamba kanuni zile zinataka kwamba yeyote yule atakayebahatika kupata hiyo kibali ya kuwa whatever mtazamaji wa uchaguzi, maana yake hatatakiwa kutoa maoni na vyombo vya habari kuhusu uchaguzi, hatatakiwa kutoa taarifa yoyote. Hata baadaye uchaguzi utakapokwisha, akiandaa taarifa yake, atatakiwa kuitoa popote pale kwa umma au kwa vyombo vya habari kabla hajapeleka kwa tume, ili tume waipitie alafu amruhusu kuitoa. Unaona, haya ni makosa mengi ya kisheria. Lakini mle ndani pia kwenye hizo kanuni zimeanzisha makosa kadhaa ambayo hayo makosa hakuna nafasi ya kusikilizwa. Makosa ya kwamba ya kuvunja kanuni, kwamba unaweza ukaadhibiwa na unaweza shirika likafungiwa kutoshiriki mchakato wa uchaguzi kwa miaka yote ya maisha yake, yani milele. Yani ni kanuni ambazo kwa kweli kwanza kuna nafasi ya kusikilizwa, lakini la pili, ikitokea umekutikana na kosa la kuvunja kanuni, unaweza ukaadhibiwa kutokushiriki mchakato, yani maana yake taasisi hiyo na mtu huyo anayesimamia taasisi hataweza kushiriki mchakato wa uchaguzi kwa miaka yao yote iliyobaki. Kwa hiyo hizo changamoto ambazo zimeletwa na hizi kanuni. Kanuni zina changamoto nyingi sana hizo za uchaguzi. Kwa mfano hata kwenda kuwa waangalizi kwenye magereza. Sasa hivi tunakwenda kupiga kura, wapiga kura wafungwa watapiga kura. Lakini kanuni zimekataza muangalizi asiende mle ndani wala wakala wa chama. Kwa hiyo tunaona kwamba bado kanuni zile zina changamoto nyingi sana. Sisi kama wadau wa ndani au wa asasi za kiraia ambao tumekuwa
wadau wakubwa kwenye kuisaidia tume kufuatilia masuala ya uchaguzi, inakuwa ipendezi kumwambia asasi za kiraia kwamba yuko kwenye kituo pale, anaona kabisa kwamba kuna changamoto nyingi kubwa zinajitokeza na inabidi aongee na nyinyi wakati waandishi wa habari mlioko hapo ili kusaidia nchi iweze kuchukua hatua haraka haraka. Sasa kwa mujibu wa kanuni hizi, hata akikuta kwamba kuna kituo fulani kimefungwa, labda msimamizi wa uchaguzi eneo hilo amekwenda kulala, manake hatatakiwa aongee chochote. Hata kama nyinyi mtakuwa hapo waandishi wa habari, naomba wewe kama mwangalizi wa ndani, wewe kama Mtanzania, wewe ambao mwenye dhamana ya kufuatilia uchaguzi, unaonaje hili? Hutaweza kutoa maoni. Kwa hiyo ni changamoto kubwa ambayo tunasema kwamba kwa asasi za kiraia kwenda kujiingiza kwenye hivi vibali, maana yake tunakwenda kusarenda haki zetu. Kwanza tunakuwa tunaisaidia tume haki, lakini bado inakuwa imetunyima na haki zetu. Yaani tunakwenda kuisaidia kwa sababu kazi ya kutazama na kufuatilia na kutoa taarifa ya changamoto za uchaguzi, maana yake hizi ni kazi za tume, lakini sisi tunakuwa kama wadau waangalizi kwamba tunaisaidia tume, tunazunguka nchi nzima kwamba kuna eneo fulani labda kuna changamoto iko hii. Sasa kusema tu ukae kimya au usubiri uchaguzi uishe ndio uzungumze, tunadhani huo utaratibu unatufanya sisi tuwe watazamaji kwenye mambo yetu. Kimsingi sisi kama asasi za kiraia za ndani sio watazamaji kwenye mambo ambayo ni ya kwetu. Hatupaswi kutizama uchaguzi ambao ni wa kwetu. Tunapaswa kuwa waangalizi. Maangalizi maana yake nini? Maana yake unakuwa ni mtu ambaye wewe unakuwa uko, yani unaweza at any time ukienda kwenye kituo ukakuta labda kuna watu wanaingiza kura feki na ukazichukua, unaweza kufanyia kazi. Kanuni hizi zimewaumiza sio tu sisi watetezi au asasi za kiraia, lakini hata nyinyi waandishi wa habari. Amruhusi kuna kuingia kule kupiga picha, amruhusi kufanya chochote. Kwa mfano mwangalizi haruhusi kuingia na simu, haruhusi kuingia na kitu chochote kwenye chumba cha kupigia kura na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo kimsingi hizi kanuni tuseme tu kwamba zina changamoto kubwa. Ndio maana tunawashauri sasa asasi za kiraia waone namna ya kuitafuta tume na kuzungumza nao kama kuna namna tunaweza tukafanya tukarekebisha walau asasi za kiraia za ndani. Nazungumzia ndani kwa sababu kuna waangalizi wa nje, kuna watazamaji wanatoka nje na sisi wa ndani. Sisi wa ndani tutafute namna kukutana na tume. Tunaiomba sana tume iwe sikivu, isikilize watu wa Tanzania kwa sababu sisi ni sehemu ya Watanzania. Tunapokuwa na malalamiko kama haya ni vizuri katusikiliza, ikatuita, tukakaa na tumeshatuma mapendekezo yetu kwa tume. Kwa hiyo tunaamini labda watatuita ili kwenda kuangalia namna gani tunaweza tukashiriki au asasi za kiraia zikashiriki zoezi la kuangalia uchaguzi na kulegeza kidogo ya masharti ya zile kanuni. Hilo ndio ushauri wetu kwenye asasi za kiraia zote. Kabla hujaomba kibali, walau soma zile kanuni kwa uangalifu ili unapokwenda kwa tume walau huwe na hoja ya kuieleza tume kwamba pamoja na kwamba unanipa kibali cha uangalizi, basi kuna hizi hoja 2-3 za kufanyia kazi. Tumeona taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki kuhusiana na ile azimio ambalo lilipitishwa na Bunge la Ulaya Mei 8 mwaka 2025 kuhusu kesi za kisheria zinazoendelea hapa nchini Tanzania, na kusema kwamba serikali ya Tanzania haiingilii kesi mahakamani. Kwanza ni fedhea kwa nchi, ni aibu kwa nchi, kwa awamu ambayo kwa kweli wote tunafahamu tulisimama tukatetea awamu hii, tukaisifia kwamba ni awamu ambayo inazingatia masuala ya haki za binadamu. Haipendezi kuona kwamba sisi wa Tanzania tumeshindwa kujadili mambo yetu ya ndani mpaka nchi zingine ndio zinakwenda kukaa na kutujadilia mambo yetu ya ndani. Haya yanayofanyika yaliyojadiliwa kwenye Bunge la Ulaya, sisi humu ndani tulishashauri muda mrefu. Tulishatoa mawazo, tukashauri serikali na wadau wote wa uchaguzi na vyama vya siasa tutafute namna ya kukaa chini kama taifa kujadili mambo yetu. Sisi tulidhani kwamba tukikaa sisi tukajadili mambo yetu kama taifa tutakuwa tumewaziba watu wengine nje midomo wasiwe na ya kusema. Lakini ushauri tuliotoa sisi pamoja na wadau wengine naona hakuzingatiwa. Kwa hiyo watu wakaendelea kulalamika. Taasisi zilizopaswa kuwajibika kuwaita watu na kuwasikiliza kama vile tume. Kwa mfano hata bunge letu lilipaswa kukaa na kujadili hizi hoja ambazo zinaletwa. Taasisi mbalimbali hazikufanya hivyo. Maana yake ni nini? Unaposhindwa kuwasikiliza watu wako, unaposhindwa kukaa chini na kuendeleza mijadala yako ya ndani, unatoa nafasi ya watu wengine kujadili mambo yetu. Kwa hiyo hilo ndio kosa tulilolifanya. Tuliacha kusikilizana, wale ambao walikuwa wanalalamika tuliwabeza, wengine tukawakamata, tukawaweka ndani, wengine wakakamatwa, wengine wakaumizwa, badala ya kukaa na kujadiliana kama taifa. Hilo ndio kosa kubwa tunalifanya, kwamba utaratibu wa kukaa na kusikilizana, utaratibu wa kukaa na kuongea kama taifa umepotea kabisa. Yaani dhana ile ambayo tulikuwa nayo dhamani ya maridhiano, kwamba mtu anapolalamika anaambiwa njoo, nalalamika njoo nisikilize, nikusikilize. Kwa mfano malalamiko ya
ya no reforms ukiangalia, ambayo ni ya Watanzania wote, tume ilipaswa kuwaita Watanzania. Je, hizi hoja zenu tunataka tusikilize. Moja wapo ya hoja ambazo kwa mfano zingeweza hata kufanywa kazi na tume, kwa mfano masuala la kuenguliwa kwa mawakala. Hilo swala liko mikononi mwa tume. Swala la kuenguliwa wagombea, hilo swala liko mikononi mwa tume. Walikuwa wanasubiri nini kutokuwaita wale watu wanaolalamika ili ya masuala yaweze kufanywa kazi, na tusingefika hapa. Kwa mimi niseme kwamba tumefikishwa hapa na sisi wenyewe kutokutaka kuwa tayari kukaa na kujadili mambo yetu. Wanasema Kiswahili, usipopangwa usipojipanga watakupangia. Sisi tumeacha kukaa na kujadili mambo yetu. Kila anayelalamika tumsikilizi. Unaona Sasa mwisho wa siku wanatoka watu wa nje wanasikiliza, watu wa nje wanatuona, na vitendo vilivyotokea, kwa mfano kukamatwa kwa Tundu Lissu, wote tulilalamikia na tulishauri ile swala la kesi ya Tundu Lissu ya uhaini, ni kesi kubwa, hakustahili iondolewe, lakini vitu vilikuwa vinaendelea pale Kisutu, vyote vilikuwa vinakwenda kuweka doa zaidi. Kwa hiyo kikubwa tunachotakiwa kufanya kama taifa, yale yameshatokea, wale watu wameshauri, sisi kwetu kama taifa tunapaswa sasa tuchukulie hilo kama chachu ya kuturudisha, tukae chini, tuzungumze, tuone namna gani tunaweza tukatatua mambo yetu wenyewe ndani. Kitendo cha kukaa kimya, kitendo cha kuacha watu upande fulani wanalalamika, tunatoa nafasi ya watu wa nje kuanza kutusaidia kusema. Baraza la umoja, bunge la Umoja wa Ulaya, kumbuka nchi za Ulaya ni marafiki wa Tanzania, ni wadau wa maendeleo wa Tanzania. Ulaya tu wenyewe, Umoja wa Ulaya ni mdau mkubwa sana wa maendeleo ya Tanzania. Kwa hiyo kama mdau wa maendeleo, kuna hoja nyingine anaguswa na mambo ambayo yanakuwa hayazingatii masuala ya haki za binadamu na utawala bora. Kisheria hakuna tatizo kubwa, ila kidiplomasia, kimahusiano inakuwa ileti picha nzuri, lakini pia inadoa kubwa kwa taifa kuona kwamba mambo yetu yanazungumzwa na mataifa mengine kana kwamba sisi tulishindwa kukaa na kuzungumza. Kwa mfano, kilichodajiliwa kwenye hilo bunge, mimi nadhani lingepaswa kujadiliwa kwenye bunge letu kwanza. Kilichodajiliwa kule, tulipaswa kukaa kama taifa, tume ikatuita, ikasikiliza Watanzania wenye dukuduku kuhusiana na uchaguzi ujao. Lakini mpaka leo tunazungumza, hakuna hata kikao kimoja kilichofanywa na tume kuita wadau wakakaa wakazungumza. Hii miaka tulikuwa tunafanya miaka ya nyuma 2015 tulikuwa na mijadala mikubwa sana ya wadau mbalimbali na kutatua zile michangamoto ambazo zilikuwa zinajitokeza kuelekea uchaguzi. Kwa mfano ile mita 100, kulikuwa kuna zile matumizi ya wale wa security guard wa vyama vya upinzani kama Green Guard, Red Brigade, yalikuwa yanajadiliwa na tume ilikuwa inaongoza hiyo mijadala. Lakini kipindi hichi tunaona kama vile tumeacha mijadala, tumeacha kusikiliza watu, tume imejifungia, hakuna mtu anayetaka kusikiliza wanaolalamika. Mwisho wa siku tunatoa nafasi ya watu kutusemea. Inakuwa ni aibu na fedheha kwa taifa kwamba mambo kama haya yanakwenda kuzungumzwa nje, ili hali sisi tulikuwa tuna uwezo, tuna nafasi ya kuzungumza na kuyamaliza na kwenda kwenye uchaguzi wetu tukiwa wamoja. Kwa hiyo bado tunashauri kilichojadiliwa kule Umoja wa Mataifa, hasa zile hoja za msingi zinazohusu uchaguzi, zinazohusu makosa ya uhaini ya Tundu Lissu, nadhani hayo bado tunaweza tukarudi tukajadiliana kama taifa kuhusu mambo hayo makubwa yaliyojadiliwa kule, kama hasa swala la uchaguzi, swala la kurudishwa Chadema kwenye uchaguzi, na swala la kesi ya uhaini wa Tundu Lissu. Sisi pia tulishauri sana kwamba tuangalie kama taifa, kwa sababu ni kesi ya kisiasa, namna ya kuiondoa, turudi kwenye meza ya majadiliano, turudi kwenye meza ya maridhiano, ili tuende kwenye taifa tukiwa wamoja kama taifa, tukiwa na utulivu, na tuendelee kuilinda amani yetu, kwa sababu amani ni zao la haki. Kwa hiyo tutende haki kwa makundi yote, ili tunapokwenda kwenye uchaguzi tuweze kuwa na uchaguzi ambao utakuwa ni wa haki, amani, wenye uhuru na utulivu.